Wahenga hunena kwamba leo ni leo, asemaye kesho muongo. Ndio ile siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu, siku ya dabi ya Kariakoo, Simba wakiwa wenyeji dhidi ya Yanga katika mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara imewadia, na sasa umebaki muda mfupi sana kabla ya kuanza kwa mechi hiyo ambayo kwa mara ya kwanza inachezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Kwenye mechi hizi za maamuzi, mechi muhimu, mechi ya dabi ya Kariakoo, kocha Steve Barker wa Wekundu wa Msimbazi Simba mara kadhaa katika siku za karibuni, kama ilivyokuwa katika mechi iliyofanyika kwenye uwanja New Amaan Complex visiwani Zanzibar, fainali la kombe la Muungano, huanza na walinzi wanne, halafu anakuwa na viungo watatu na washambuliaji watatu, akiwamo false nine, kwa maana mshambuliaji bandia, kwani katika watatu wa juu huwa haanzi na mshambuliaji wa kiasili katika siku za karibuni, kama ilivyokuwa katika mechi hiyo iliyopita walioshinda kwa bao 1-0. Lakini Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves mara nyingi mfumo wake huanza baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, watoto ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Sasa kama kila kitu kitakwenda sawa, vikosi vyatarajiwa kuwa kama ifuatavyo endapo kocha Steve Barker atakwenda kama ambavyo amekuwa akionekana mara kwa mara katika siku za karibuni. Golikipa Mahamadou Tanja Jibo anatarajiwa kuanza pale golini, lakini beki wa kulia anatarajiwa kuwa Shomari Kapombe, show me the way, wakati beki wa kushoto Nixon Kibabage. Walinzi wa kati ni mapacha wawili katika siku za karibuni, Ismail Olivier Toure akiwa na Rushain De Rocco, yes, acheze kama walinzi wawili wakati. Halafu katika washambuliaji, katika viungo watatu wa ushambuliaji, Cletus Chota Chama anakuwa miongoni mwa wale wanaotarajiwa kuanza, akiwa na viungo wengine ambao ni nani? Yusuf Kagoma akiwa pamoja na Alassane Maodo Kante katika wale viungo watatu. Kwenye washambuliaji watatu, matarajio ni kumuona Libase Geye akitokea upande wa kulia, kushoto awepo Anise Ura endapo atakuwa fit, maana katika mechi iliyopita dhidi ya Yanga hiyo ya fainali ya kombe la Muungano alitoka katika dakika 26 akaingia Selemani Mwalimu Gomez kama mshambuliaji wa kiasili. Lakini walivyoanza, Elie Mpanzu Kibisawala ndiye aliyekuwa akicheza kama mshambuliaji wa uongo, false nine, katika mechi ambayo hata hivyo mipango ya kocha Steve Barker ilitibuliwa katika dakika 26 kwa sababu aliumia Anise Ura, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, ikabidi aingie Selemani Mwalimu Gomez ambaye yeye ni mshambuliaji kiasili, na matokeo yake mfumo ukabadilika kutoka hii baada ya golikipa walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, akawa sasa baada ya golikipa ana mpangilio wake, walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kwa maana kwamba Selemani Mwalimu alikuja hapa mbele kama mshambuliaji kinara, halafu Cletus Chota Chama akawa nyuma mshambuliaji kinara, halafu kukawa na Elie Mpanzu na Libase Geye. Lakini kwa Yanga matarajio ni kuona golikipa akiendelea kuwa Djigui Diarra katika mfumo huu. Djigui Diarra, yes, Djigui Diarra akiwa hapo ameanza kama golikipa. Halafu beki wa kulia leo hii matarajio ni kuona anaanza Israel Patrick Mwenda ambaye katika mechi iliyochezwa Zanzibar alianza Kwasi Atula Yao, alicheza vizuri, lakini inafahamika Kwasi Atula Yao ni hivi karibuni ameanza kurejea baada ya kuwa na majeraha yaliyomweka nje kwa muda mrefu, ameanza kurudi kidogo kidogo katika ubora wake. Lakini matarajio ni kuona Israel Patrick Mwenda akianza kama beki wa kulia, halafu kushoto anaweza akawa Mohamed Hussein Shabalala endapo atakuwa fit, na inaonyesha tayari yuko fit kwa ajili ya kuwepo katika mchezo huu. Ni juu ya kocha Pedro Gonçalves kumwanzisha akipenda. Mechi iliyopita alianza Shadrack Isaka Boka. Lakini katika walinzi wa kati matarajio ni kuona Ibra Baka akiwa miongoni mwa walinzi wa kati pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto ama Frank Yasinki. Lakini Ibra Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto ndio walioanza katika mechi iliyopita ambayo walipoteza kwa bao 1-0 kama nilivyotoka kueleza katika dakika za nyongeza. Lakini katika viungo wale ukabaji, leo hii Mudathir Abbas akiwa hayupo, akitumikia adhabu ya kukosa mechi 3 kutokana na kukutwa na hatia ya faulo hatarishi aliyocheza katika mechi walioshinda 3-0 dhidi ya Pamba pale kwenye uwanja CCM Kirumba jijini Mwanza. Leo hii eneo la kati matarajio ni kuona Zuke Oga Abuya ndiye anayeanza baada ya kutoanza katika mechi iliyopita hiyo
kwenye fainali ya kombe la Muungano pale Zanzibar, akiwa na Mohamed Damaro Kamara. Halafu katika viungo watatu wa ushambuliaji, matarajio ni kuona Maxim pia Nzengeli akiwa katika upande wa kulia kwenye makaratasi, ingawa kwenye kucheza anaweza kawa akipishana nafasi na Alan Okello anayecheza nyuma ya mshambuliaji kinara, wakati upande mwingine Peodo Pacome Zouzoua ndiye anayetarajiwa kama kawaida kucheza kutokea eneo la kushoto, huku mshambuliaji kinara akiwa Prince Mpumelo Dube mwenye kiwango bora hivi karibuni katika kutekeleza mpango kazi wa kupachika mabao na tayari ana mabao 8 katika ligi kuu Tanzania bara, akiwa miongoni mwa top scorers katika ligi kuu Tanzania bara. Yeye Faisal Salum Feitoto pamoja na Fabrice Ngoi Wangoi. Dube anatarajiwa aanze, ingawa Laurindo Depo tayari yuko fit. Katika mechi dhidi ya Simba iliyopita aliingia katika kipindi cha pili. Sasa kwa mtindo huu manake ni nini? Matarajio ni kuona Simba bado wakiwa wameanza na Mpanzu, anaonekana kama mshambuliaji bandia, lakini matarajio ni kutumia mtaji wa kasi na uwezo wa kupiga mashuti wa Mpanzu, lakini pia Libase Geye ambaye matarajio atakuwa anaattack sana maeneo haya ya kati ya Ibra Baka na Mohamed Hussein Shabalala, kama ambavyo Anise Ura matarajio kwa mtindo huu awe anacheza hapo, huku mabeki wa pembeni sasa Shomari Kapombe ndio aongeze mapana ya uwanja kama ambavyo anapaswa kufanya Nixon Kibabage, mzee wa kujitutumua. Wakienda kushambulia manake ni kwamba Cletus Chota Chama anakwenda, Alassane Maudo Kante anakuwa maeneo hayo, anakwenda Yusuf Kagoma anakuwa katika maeneo hayo, lakini wakati huo Nixon Kibabage, Shomari Kapombe na Nixon Kibabage kwenda kwao wakati unashambulia inategemea mpira unashambulia kwa upande upi. Kama ni upande wa kulia, Kibabage atakuwa anaingia ndani kidogo maeneo ya kati, lakini Kapombe matarajio ni kwamba ndiye atakayeenda kuongeza mapana ya uwanja. Kinyume chake ni sahihi kwamba kama mpira ni upande wa kushoto unaopelekwa kwenda kuongeza mapana ya uwanja na Nixon Kibabage, maana yake Shomari Kapombe atakuwa maeneo ya kati akiingia ndani kidogo. Wakati huo Rushan De Reuck, Ismail Olivier Toure wakiwa karibu na kati ya mstari wa kati wa uwanja kuepuka mashambulizi ya kujibu ambayo huwa ni hatari, counter attacks. Lakini kwa Yanga nidhamu hii ya uchezaji ndio ambayo kwa Yanga inatarajiwa. Prince Mpumelo Dube awe na kina Rushan De Reuck pale ana occupy, anapambana nao, lakini Peodo Pacome Zouzoua ana uwezo mkubwa wa kuingia ndani akitoa nafasi kwa Mohamed Hussein Shabalala ndiye apande kuongeza mapana ya uwanja, kama ambavyo upande wa kulia Israel Patrick Mwenda kutekeleza jukumu hilo, lakini akipata support wakati anashambulia, manake Alan Okello, Maxim pia Nzengeli, Duke Oga Abuya, Mohamed Damaro Kamara, yeye anaungana na kina Ibra Baka na Bakari Ndomo Mnyeto kuhakikisha wanakuwa salama, wakati mabeki wa pembeni ni kazi yao kupanda. Yanga cheza yao hivi karibuni upande wa kushoto ndio upanda zaidi, halafu upande wa kulia kwa Israel Patrick Mwenda anapanda mara chache. Cheza yao yani inakuwa na asymmetric shape, kwa maana kwamba upande mmoja unakuwa overloaded kwa kuwa na wachezaji wengi, upande mwingine unakuwa kama umeachwa kimtego. Hata Simba wakati mwingine hufanya hivyo. Lakini je, kama vikosi vitakuwa hivi, nini tutarajie? Maana mtaji wa timu zote mbili pia ni pamoja na makipa wao. Mahamadou Tanja Jibo ni mzuri katika kucheza mpira kwa miguu, footwork iko vizuri, na hivyo kuwapa nguvu mabeki wake Ismail Olivier Toure pamoja na Rushan De Reuck kuanzisha mipira wakitengeneza pembe tatu nyingi, yeye na mabeki wao wakati, lakini pia mabeki wake wa pembeni na hata viungo wao katika baadhi ya nyakati kwenye kuanzisha mipira. Anatoa nafasi ya kuwa na channels nyingi, lakini pia kwa kuwa mzuri pia kwenye kucheza mpira kwa miguu, wakati mwingine huongezeka na kuwa sehemu kama walinzi pindi wachezaji wa eneo la kiulinzi mabeki wake wanapitwa, yeye anatoka kwenda kutekeleza majukumu kama beki. Kazi hiyo pia Djigui Diarra yuko vizuri zaidi katika eneo hilo la kuweza kucheza mpira kwa miguu. Ana uwezo wa kupokea mpira akapiga chenga halafu akaanzisha vizuri tu. Ana uwezo wa kutoka katika eneo lake la kama golikipa na kuwa sehemu ya mabeki wa Yanga. Kwa lugha nyingine, Djigui Diarra huwa wakati mwingine anapotosha walinzi wanne wa Yanga, wakati mwingine ni watano, kwa sababu yake anapotoka katika eneo lake la golikipa kuwa kama mchezaji wa ndani kama beki wa Yanga, lakini pia kwenye ujenzi wa mashambulizi, huku pia akiwa na uwezo wa kupiga pasi ndefu zinazofika kwa kina Prince Mpumelo Dube, kwenda kwa kina Pacome, kwenda kwa Max, kwa Okello, na hivyo kurahisisha mwendo wa Yanga kwenda katika final third, eneo la mwisho, kwa mipira inayoruka juu kwa mwendo wa ndege kuvuka mistari ya kiulinzi ya timu pinzani. Na leo hii tunazungumzia Simba. Nini kitakachotokea? Ni swala kusubiri na kuona mbinu za makocha wote wawili. Steve Barker wa Simba, Pedro Gonçalves wa Yanga. Wote hupenda kumiliki zaidi mpira, wote hupenda kushambulia kwa kasi, wakijivunia pia kuwa na wachezaji
wenye skills, wenye uwezo binafsi wa kufanya mashambulizi hatari, hasa wanapokuwa katika final third, eneo la mwisho ambapo improvisation, ubunifu huwa unaruhusiwa zaidi kwa kila timu. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na